Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika kipindi chetu cha leo ambacho kinatuelekeza kuisikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Tutambue sauti ya Mwenyezi Mungu katika vitu vya asilia kabisa. Tukianza na bahari, mito, mimea, viumbe hai kama wanadamu sisi hapa, ili tuweze kuisikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Tutaisikiaje sauti ya Mwenyezi Mungu? Kwanza kabisa, kabla hatujasikia sauti ya Mungu katika bahari, hebu tutambue umuhimu wa bahari katika mazingira yetu. Bahari ina faida na umuhimu mkubwa kwa mazingira ya binadamu, hasa uchumi, afya na ustawi wa binadamu. Ni chanzo cha maisha, ajira, nishati, lishe kwa viumbe hai. Bahari ina rasilimali kubwa na muhimu wa viumbe vyote ulimwenguni. Bahari ni chanzo kikubwa cha chakula cha mamilioni ya watu wote ulimwenguni. Inatoa samaki, kamba, kaa, mwani, aina nyingine zote za chakula zinazotegemewa na viumbe hai. Sasa basi, leo tutatafakari juu ya hii sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu yenye nguvu iliyoko katika maji, kuonyesha kwamba kuna nguvu ya pekee ya uwepo wa Mungu katika maji haya. Katika maisha yetu ya kiroho, kuna wakati ambapo tunakosa kusikia sauti ya Mungu iliyoko hasa kati yetu, kwa sababu ya changamoto mbalimbali zinazotuzingira katika mazingira yetu. Tunakosa kusikia sauti ya Mungu wala kuona uwepo wa Mungu kati yetu. Kumbe basi, maji yametumika kama nguvu nyingi, nguvu za Mwenyezi Mungu kati yetu. Hasa upepo unapovuma, mawimbi yanapopiga, tunalinganisha na maisha yetu ya kila siku, kwamba kuna wakati mawimbi yanapiga kwa nguvu, na tunaweza kuyafananisha na changamoto mbalimbali katika maisha yetu. Kuna wakati changamoto ni nyingi sana, tunashindwa tufanye nini. Kuna wakati bahari imetulia, pale ndipo ambapo tumeshamkabidhi Mwenyezi Mungu maisha yetu, tumeshazikabidhi changamoto hizi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo bahari imetulia na sisi tumetulia, tumemwambia Mwenyezi Mungu fanya kazi katika maisha yetu. Karibuni basi tukiwa pamoja kwa sala hizi za jioni, tukiimba Zaburi ya 29, tumsifu Mwenyezi Mungu kwa ukuu wake hasa wa maji, nguvu ya maji. Tusikie sauti ya Mwenyezi Mungu katika maji haya yaliyoko nyuma yetu hapa na yaliyotuzunguka. Bahari ni kubwa, hatuoni mwanzo wake wala mwisho wake. Kuna wakati maji yanahama. Hatujui ni nani anayahamisha. Kweli Mwenyezi Mungu hayuko katika haya? Kukwa na kujaa. Maji yanaenda, yanarudi. Hatumuoni anayehamisha. Ndio Mwenyezi Mungu yuko katika maji haya. Na tunavyoona maji haya yakizunguka hivi, si kwamba yako peke yake. Kuna viumbe hai vilivyoko ndani humu ambavyo vinamsifu Mwenyezi Mungu kwa furaha, vinapata uhai, vinapurudika. Kumbe nasi basi tushiriki katika kuimba Zaburi hii ya 29. Mbeni
Asante. Tumsifu Yesu Kristo.